Your Excellency, karibu sana. Nena na watu yako. Asante sana. Karibu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Jambo. Kwanza ningependa kuwapatia pole kwa kuchelewa kufika kushirikisha huyu dada yetu. Hii ni kwa sababu tulikuwa na mazishi mingi za zile zilitokana tu na ile mkasa ambaye dada yetu ametuacha naye. Tulianza kule Kisii asubuhi, tukapitia Nyamira na tukakuja hapa. Jana tulikuwa na mazishi mengine tena moja na leo zilikuwa 3. Lakini kwa sababu ya shughuli na utaratibu wa kanisa ya mahali tulikuwa tukadelay kidogo. Kwa hiyo mnisamee kwa kuchelewa. Nilikuwa nimepanga nikuwa na nyinyi tuanze pamoja tumalize pamoja. Lakini wale walipanga marehemu wote 3 wazikwe leo. Kwa hivyo poleni kwa hiyo. Ya pili, kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa niaba yangu na familia yangu na kwa niaba ya wananchi wote wa Nairobi ambaye mimi ninawakilisha kama gavana wao, ningependa kupeana rambirambi zetu kwa familia, na tunaomba Mwenyezi Mungu aweke roho ya dada yetu ambaye ametuacha mahali pema peponi. Kitu ningependa kusema, siku ya mkasa wa moto, mimi nilikuwa mmoja ya wale watu ambao walifika pale mapema kabla hizi habari za kifo zijulikane, na ni kisanga cha kuhuzunisha sana kwa sababu mimi mwenyewe nilipanda mpaka kwa dormitory na kufika pale haikuwa hali nzuri kwa sababu vile mili ya marehemu ilikuwa imelala chini. Inaonekana walikufa kwa uchungu mwingi sana. Wengine walikuwa kwa mlango wakijaribu kutoka, wengine dormitory iko juu walikuwa kwa dirisha hapo chini, wengine walikuwa kando ya vitanda hapo chini. Lakini tunasema haya yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mungu akisema siku yako imefika, ile nyingine inakuwa ni sababu. Lakini ningependa kupongeza principal wa Moi Girls, wafanyikazi wa Moi Girls, walimu wa Moi Girls, na pia maafisa wangu wa fire ambao walifika hapo kama dakika 10 baada ya moto kutokea. Shule iko na watoto zaidi ya 1100. Walijaribu wao watoto, moto ikiwaka wote walikuwa wamelala. Kumaanisha ingekuwa hakuna teamwork wangekufa watoto wengi zaidi ya 200 300 sababu ile shule ilikuwa na watoto wengi sana. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia familia, dada yetu ametuacha amelala pale, lakini hiyo sio mwisho wa maisha. Hakuna kitu kinaweza regesha msichana wetu uhai. Kitu tu ile iliyoko ni kuwaombea, kutakia Mwenyezi Mungu awapatie nguvu, Mwenyezi Mungu awe na nyinyi. Ni kitu cha kuhuzunisha sana kuachwa na mtoto. Na si kwa nyinyi peke yake. Hata sisi pale Nairobi tuko na huzuni kwa sababu marehemu alikuwa anasomea shule ambaye mimi nilikuwa governor wa hiyo area. Ni shule ambaye iko na wanafunzi wengi kutoka Nairobi County ambaye mimi ni governor na wazazi wengi kutoka huko. Nikajitolea nikasema lazima nitembee kwa hizi mazishi zote. Na pia tumesema hivi sisi kama county ya Nairobi tutaendelea kusimama na familia, tutaendelea kusimama na shule. Tayari tumeshaanza kujenga hiyo dormitory. Na pia ningeomba familia kwa kila mwaka tutakuwa tunawatembelea tukipatia marehemu heshima mahali pale amelala. Tutakuwa na anniversary, wale classmates wake ambao bado wako hai. Hatutamsahau marehemu pale ametuacha kwa sababu ametuunganisha sisi sote kwa njia nyingi sana. Mimi mwenyewe nilikuwa simjui, lakini niliposikia shule inaungua niliachana na usingizi na nikakimbia kwa shule na nikapatwa na huzuni mkubwa sana. Kwa hivyo mimi naomba tu Mungu aponye familia.
hakuna kitu kinaweza regesha marehemu hai tena, bali tu ni maombi na kuomba Mwenyezi Mungu tuendelee kumkumbuka. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Your Excellency Governor wetu, tunakushukuru sana kwa kufika. Tunajua umekuwa na schedule mrefu sana, umekuwa na shughuli nyingi. Tunaelewa pia ni wakati wa campaign, shughuli ni nyingi sana. Lakini umechukua muda wako ukatufikia, tunakushukuru. Tunakushukuru pia maana tulipokuita uliitikia mwito, hata ulitupa gari, vijana wako walifika hapa mapema. Tumefanya shughuli hii na wao, tumeshinda na wao vizuri, tunakushukuru sana. Kwa hivyo kwa niaba ya family tunasema asante sana. Na kwa niaba ya wanakijiji hiki tumefurahi sana kwamba umetutembelea. Watu wameketi, tulijaribu kusongeza muda tukikusubiri. Watu walikuwa na hamu kubwa sana kukuona na kukuambia asante kwa kusimama pamoja na sisi. Hata mbunge wetu wa area hii Kimani Ngonjiri amekuwa hapa, pia najua atasikitika kwamba wakati ambapo umetoka na yeye na ametoka na wewe ukafika. Kwa hivyo tunakukaribisha sana. Wakati huu ningetaka kukujulisha mama ya Nancy ambaye amefariki. Anaitwa Shiko. Shiko, pengine ungesimama. Huyo ndio mama ya msichana ambaye anaitwa Nancy. Alafu kuna anti zake ambaye wamevaa nguo zenye zinafanana na yeye. Kuna Ann, kuna Ruth. Alafu makazini zake wako wengi pale nyuma. Hao wengine najaribu kuangalia siwaoni, mnaweza mkaketi. Na pia tuko na baba yetu ambaye ni grandfather ya Nancy ambaye ameaga. Kwa hivyo tunakukaribisha sana. Ukienda kwa kaburi pale utaona kuna kaburi mbili. Kaburi ya kwanza ni ya mama yetu ambaye alikuwa anaitwa Nancy. Na alikuwa anaitwa Nancy wa Modheri. Kaburi ya pili sasa hapo ni ya huyu Nancy tena ambaye ameitwa kwa jina ya yule mama. Kwa hivyo tuko na huzuni mkubwa sana kwamba leo tunawalaza Nancy wawili pahali pamoja. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa kuja, tunakuombea baraka za Mungu. Na kama vile ulisema, Governor alisema atapenda kutembea pale kwa kaburi ili tufanye maombi. Tunajua kwamba wananchi tumekuwa na nyinyi, tumefanya kazi hii pamoja na nyinyi. Tunataka tu kuwaomba kwa heshima kubwa, mruhusu tu Governor aende pale na family. Nataka ujue ulikuja ukakutana na watu aina gani, na watu ambayo umewasaidia vipi, na watu ambayo wameappreciate namna gani. Madada zangu hawa watano, huyu anaitwa Shiko. Omboi alilemewa kabisa, ako na high blood pressure imemlemea, ameshindwa. Tuko na Ann ndiye anafuata Omboi, alafu tuko na Ruth, na huyo mwingine Faith pia amelemewa, ameshindwa kuketi hapa. Dada yangu Shiko anaishi Kisumu na aling'ang'ana kabisa kumpeleka mtoto wake pale Moi Girls, akatafuta loan, akalipa school fees ya the whole year kwa bidii sana, na ni jobless. Huyu dada yangu ni hustler na watoto wake wawili. Huyu Tony pia bado ni hustler. Huyu anasoma Gilgil High School pale Gilgil Hills Academy. Hivyo ni kumaanisha tumekueleza hivyo kwa sababu tunajua unaweza kuwa na njia yoyote ile ya kuweza kumsaidia Shiko kusupport huyu na kusupport Anthony. Anthony amemaliza college na ameenda university, alienda USIU akasoma mhula moja peke yake, na kuanzia hapo mama yake akawa amelemewa. Hivyo ni kumaanisha Antonio ana kitu ambaye anafanya nzuri, na Sao pia ako pale shuleni, na Shiko alikuwa anafanya kazi ya insurance na kazi yake ikaisha. Governor, tunakujua unapenda watu na wewe ni governor wetu. Mimi governor unajua nafanya kazi Nairobi lakini naishi Nakuru na commute every day. Kwa hivyo mimi ni mtu wako. Kura yangu ni ya Dagoretti North pamoja na mke wangu na Antonio, sisi ni watu wako.
tumefurahi sana, tumeona upendo wa ajabu kwamba umefika nyumbani kwetu na tunakupenda. Na prophecy yangu na wewe miaka mingi na unakumbuka ni kwamba siku moja tunakutaka ukuwe president. Na hao watu wote wenye wako hapa, na hao watu wote wenye wako hapa. Nataka kuambia governor, kama ungekuja ile wakati watu walikuwa wamejaa hapa, tumekuwa na watu over 1000. Wote wamekuwa na tamaa ya kuona governor. Ndio kwa maana unaona waliposikia shughuli inaendelea wakakuja mbio. Watu walikuwa wameenda, tulikuwa tunabomoa hema. Ni kurudi wamerudi kwa heshima kubwa yako. Kwa hivyo governor, karibu kwetu. Tunakushukuru sana na sasa tunakupa nafasi ili unaposema jambo utakuwa unajua unaanzia wapi. Asante sana governor wetu. Karibu. Asante. Mimi tena nasema pole tena kwa kuchelewa sababu ya hizo mazishi zingine. Ilikuwa mrefu lakini wanasema better late than never. Kwa hivyo mimi nimefika. Maybe sijui mama alikuwa amechukua loan ya pesa ngapi ndio alipe fees ya mwaka mzima? Nilikuwa nimechukua 300. Ulilipa ngapi kwa shule? Nililipa 53 na pia nikamlipia 53 na shopping nikachukua karibu 200. Sawa basi. Lakini umelipa? Nilikuwa nalipa nikafuta malipo yale. Sawa. Basi tutaona vile kusaidia. Msijue ni mko peke yenu. Na hii si mwisho yetu sisi na nyinyi. Tutakuwa tunakutana kila tunapomkumbuka Nancy. Unajua ni kitu ngumu kwa roho kusahau haraka. But ukiwa na shida yote ya kifamilia, sisi tutasaidia. Wengine wetu sisi uongozi wetu Mungu ametupatia. Tunaamini unatoka kwake. Na tunapofanya uongozi pia kusaidiana na wala siojiweza, bado ni mimi najua hiyo ni uongozi. Kwa hivyo tutasimama na familia. Huyu kijana niletewe makaratasi yake, nione nitamsaidia wapi. Huyo amemaliza university badala akae bure. Kwa sababu mama alikuwa na hope na Nancy alijua Nancy akimaliza kusoma labda atamsaidia. So naweza kuwasaidia huyu kijana mmoja. Kwa Nairobi niletee makaratasi zake, nione ni wapi nitamweka, ama kama pia naweza ongea na gavana hapa ni nyumbani. Gavana Ali Kinyanjui ni rafiki yangu. Niongee naye amweke mahali. Kwa hiyo loan anadaiwa, mimi nitamwandikia current check ya leo, aiweke kesho ya shilingi 1100. Nitamsaidia kulipa 1100. Na hiyo nyingine na nyingine hii itakusaidia. Kuna kitu hapo ndani. Alafu watafutie pia familia kitu, wengine wanaenda mbali. Asante. Thank you very much. Alafu kuna ile pesa ya ministry nasikia ilipatikana jana. Okay. 1100 ya kila familia. So inapewa kila next of kin. Nikirudi Nairobi nitafuatilia. Niandike jina la bank kama wewe sio ndo unadaiwa. Jina yako ni Grace Wanjiko. Wanjiko na OCU. JIKO. Hivyo. Tarehe ngapi leo? 22. 20 na? So ikipeleka kwa banki yako kesho, hiyo itakuwa pesa. Wale wengine masista poleni. Asante. Sasa tunataka kwa niaba ya wote asante sana wa governor hapa huko Dondori division, the famous Dondori. Okay. You are now in Dondori.
I'm the area chief. So wewe tunarudi na wewe kwa ndege. Tunarudi kwa ndege. Na there was a request wengine sitaweza kuongea naye hapa nje kwa sababu ya watu. Wale wanafunzi wa Bavuni ndio umeona wamekuja wengi Bavuni Secondary. You are expecting a word from you. Utaongelesha. Ili niweze tukitoka nipigie mwalimu nimwambie watayarishe. Utaongelesha hapo before take off. Asante. Governor, tunakupenda sana. Sana. Na tunashukuru Mungu kwa ajili yako. Na tunakuombea neema zake ziwe na wewe siku zote. Uendelee kuwa na moyo wa ukarimu vile amekuzidishia. Na sisi ukituambia tupite hapa tutapita na wewe. Kwa hivyo tunakushukuru. Tunakutakia mambo mema. Na kwa decisions zote zenye una make tunakusupport wewe 100%. Wewe ni gavana wetu. Na sasa umefika hapa tunapaitanga Wamothere Gardens. Huyo msichana mwenye amekufa anaitwa Wamothere. Mamangu alikuwa anaitwa Wamothere. Tunapotengeleza vile unaona tunatengeleza in honor and memory of our mom. Na wewe vile umefika hapa sasa, wewe ni one of us. Wewe pia ni Wamothere. Tumpigie makofi. Wewe ni Wamothere. Ujue wewe pia ni Wamothere na unakaribishwa. Ukiwa na mkutano yako yoyote na marafiki zako Nakuru, tutakufanyia hapa. Uko na nyumbani. This is your home. Anytime, all the time. Mungu Baba Mwenyezi uliye asili ya mema yote. Tunakushukuru kwa ajili ya mema mengi ambayo umetujalia kama familia hii. Kama watu wa area hii. Baba, tulikuwa na mzigo mzito lakini umeurudisha nyuma yetu. Tunakushukuru, tunalihimidi jina lako. Tungependa kwa njia ya kipekee kumbariki gavana wetu Mike Sonko kwa sababu Baba wewe umeweza kumpa roho ya utu, roho ya unyenyekevu, roho ya kutaka kufanya kazi na watu yako. Mungu Mwenyezi, katika yeye huwa tunakuona wewe. Anapofikia watu wako wenye mahitaji tunaona mkono wako. Mzidishie hekima hiyo, mzidishie upendo huo ili siku zote aweze kutumikia jamii yako kwa moyo ambao Baba utaendelea kuwaleta pamoja kama taifa moja na Kenya. Tunaombea pia matarajio yake, maono yake, katika siasa muongoze, katika hali ya kijamii muongoze, katika mambo yake ya ubinafsi muongoze, katika biashara zake zibariki na uzipanue. Na ni katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Baba wetu mwema, gavana ameingia kwetu. Na sisi ni watoto wako. Na unatupenda kwa sababu sio bure akafika kwetu. Uko na sababu. Tunakushukuru kwa moyo ambayo umempa wa kuja kutufariji. Na sisi tunampenda na tunamuinua kwako. Jinsi amedili na sisi kwa wema na ukarimu, dili na yeye hivyo hivyo. Mneemeshe, mbariki, mtayarishe kwa ajili ya mambo mema katika maisha yake. Watoto wengi mayatima anaowasaidia, tunawainua kwako. Mke wake anayemsupport katika shughuli hizi, tunamuinua kwako. Watoto wake ambaye amewazaa, tunaweka mikononi mwako kwamba wataendelea kuwa nyota. Na upendo huu ambayo umetuanzishia sisi siku ya leo hapa Wamothere, tunauomba udumu, tuendelee kuwa kitu kimoja. Jina lako litukuzwe Baba. Wanapokuwa angani kurudi Nairobi, tunaomba kwamba malaika wako watakatifu watakuwa pamoja na wao. Watakapofika tusikie ama tuone kwa TV kwamba waliwasili vyema, tutasema sifa na utukufu ni kwako. Tubariki sisi wote na hata kama familia endelea kutufariji. Jina lako litukuzwe sasa na milele, maana tumeomba katika jina la Yesu. Amen. Asante. Mjambo nyote. We are here today. We've come to convey our condolences
Did you hear about the Moi girl students who perished in the fire tragedy in Nairobi? Yes. So we've come to convey our condolences. Today we had over 3 funerals. But what I'd like to tell you, you be disciplined. You are the future leaders of tomorrow. Are we together? Yes. You are the future engineers, you are the future doctors, you are the future pilots, you are the future... Let me summarize it all by saying, you are the future Sonkos and Sonkoreses of this country. Siko namna hiyo? So kindly you work hard. Sawa sawa? Have discipline. Some of you, your parents, have sacrificed a lot to make you study here. Are we together? Kwa hivyo mkuwe na nidhamu. Sawa sawa? Msiaibishe wazazi wenu, si ndio? Wako wangapi shule yote? Maximum is 8. Yeah? Maximum is 800. Between 7 and 8.